Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikwambie kwamba nimeisoma taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Nimesoma maoni yake yote kuhusu usimamizi wa hesabu za halmashauri yako katika mwaka wa fedha ulioishia ambao unaenda kumalizika sasa 23/24. Naomba nichukue nafasi hii kabla sijaanza kuchambua kule tulikokosolewa, kwanza kukupongeza sana wewe pamoja na baraza lako la madiwani. Lakini pia nikikupongeza wewe na baraza la madiwani, lazima pia niwakusanye na mkurugenzi wako na management yake kwa kazi kubwa mlioifanya katika kipindi hiki cha mwaka huu wa fedha ambao unakwenda kumalizia. Na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali ameridhika kwa asilimia kubwa, mbali ya changamoto zilizopo, kwamba kazi iliyofanyika hapa ni nzuri, na ameridhia kutupatia hati safi ya ukaguzi katika halmashauri. Ni kazi kubwa sana tumefanya. Nakumbuka mwaka niliofika kwenye mkoa huu, hapa tulikuwa tuna hati chafu. Tulikuwa tuna hati ya mashaka. Si ndio? Na vijihoja vyenyewe vile silikuwa mnaviona, ambao viliwasababisha mpaka mkapata hati ya mashaka. Nakumbuka kile kikao tulikuwa tunazungumza hapa, waheshimiwa madiwani wote mlikuwa mmeinamisha vichwa hivi. Leo jamani, madiwani hata hii kweli jamani, tumeshinda kuifanyia kazi hata hii. Lakini kweli kwa kipindi hiki naomba niwapongeze sana, kazi mmefanya kubwa. Sasa tusirudi nyuma, tusimame hapo hapo na tuboreshe zaidi pia, kwa sababu sasa tuna kazi kubwa ya kupunguza hoja. Hoja ni nyingi, japo sio hatari sana, lakini kadri siku zinavyoenda zinageuka zinakuwa hatari hizi. Tusikozifanyia kazi zitatusumbua. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna hoja za nyuma ambazo wakati tumefanya hapa kikao cha mara ya mwisho kama hiki, baraza hili maalum, kikubwa ambacho nilikuwa nimekizungumza, na hata jana usiku wakati wataalamu wanaendelea kufanya kazi, concern yangu kubwa mimi ilikuwa ni kufuta hoja ambazo ndani yake zina masuala ya fedha. Hii ni hatari kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikwambie tena kwenye hili eneo, hoja ambazo ndani yake zinaonyesha fedha ni hoja ambazo natakiwa zifanyiwe kazi haraka sana. Zisipofanywa kazi hizi hoja katika taratibu, zina tabia ya kufa. Yaani baada ya miaka kadhaa hizi hoja zinakufa kifo cha kawaida, kama kile kifo ambacho sisi tunaondoka duniani. Sababu kinakuwa zinakuwa zimesha expire. Sasa hoja hii kifa, maana yake ni kwamba na hii hela pia inakuwa imekufa. Lakini kama walio kwenda kinyume na taratibu mpaka kupatikana kwa hoja hii ya fedha wapo na hawajawajibishwa, maana yake kwamba na wao nao automatically wanakuwa salama. Hakuna tena sheria wala kifungu kinachowabana, kwa sababu hoja imeyeyuka. Kwa hiyo na wao wamepona. Sasa hatari kubwa hapo iko sehemu moja. Hoja ikisha malizika katika hiyo style, kama kuna wale wachache ambao hawakuwa waaminifu waliosababisha hoja hii, wengine walioko pembeni wanapata funzo la kuendelea kusababisha hoja, wakijua kwamba baada ya muda hoja itakufa na yeye pia atakuwa salama. Kwa nilielekeza hapa baraza maalum lililopita kwamba ni lazima hawa waliosababisha hizi hoja wachukuliwe hatua, hoja hizi zifungwe, na kama ni masuala ya fedha zirudishwe. Sifahamu ni wapi ambapo tulipokwama. Nilizungumza kuhusiana na habari ya mapato ambayo yalikuwa hajakusanywa ya mpangaji wa Royal Beach Restaurant. Mjini hapa kuna mambo mengi sana. Na naomba sana niwaombe waheshimiwa madiwani. Lakini bahati nzuri leo kwenye baraza hili maalum tuna mama mwenyekiti wa chama wa wilaya. Mama mwenyekiti wa chama, naomba nikuombe sana mama. Mmeiamini serikali na mmetupa serikali kazi kubwa ya kufanya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naomba unisaidie viongozi wa kisiasa wakae mbali na kazi ya utekelezaji wa serikali. Wanatukwamisha sana. Na hapa mjini pana shida kubwa sana. Lakini naomba niwaambieni tu, hizi siasa ambazo mnafanya kipindi chake ndio hiki. Hiki ndio kipindi chake hiki. Na nakumbuka kuna mara nilipita hapa nikawaambia kabisa, do me I do you. Ule muda ndugu zangu ndio huu sasa.
Kwa sababu pia hatuwezi kuwa tunavumilia. Nikiuliza hapa sasa hivi, hii milioni 14 mpaka leo haijakusanywa, ina mwaka. Nini shida? Kama haipo, taratibu hazikufuatwa, sheria hazikufuatwa, nini kinafanya tusiende kumaliza hili jambo na hii hoja ikafutwa kama pesa hii ipo ama haipo? Hili ni doa kubwa sana ambalo sifahamu shida ni nini.